Taarifa kutoka kwenye klabu yenu ya Simba ni kwamba tiketi hizo zitatumika kwenye siku ya Simba Day. Kila mtu amepokea kivyake. Hebu tuambie kwanza wewe hili umelipokeaje? Ukiona mtu kapokea tofauti, ujue huyo sio mwana Simba. Kwa sababu ili uwe mwana Simba lazima usikilize viongozi wako wa Simba wanaongea nini. Alafu sisi tulishaongea Simba na tumelizika. Si hata kama zingekuwa hazitumiki. Sawa, kwenye hiyo Simba Day sisi tulikuwa tuko tayari. Sisi tumetoa pesa kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kwa sababu gate correction ni kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kama imetokea mechi imefanya nini? Imehamishwa, imepelekwa Zanzibar. Wao litaka viongozi wafanye nini? Umeelewa? Kwa sababu lengo, nia na mazumuni ni kuisupport timu. Kwa sababu hata ukienda ukiangalia mechi tayari bado utabakia pale pale, umeenda kuisupport nini? Kuisupport timu. Kwa hiyo sisi zile pesa tumetoa kwa ajili ya kuisupport timu. Kwani hatukuchanga hapa faini ya milioni 100? Tulichanga. Kwani tuliangalia mechi gani? Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwa mwana Simba. Sasa mwana Simba mwenyewe halisi hawezi akazungumza hili swala. Kwanza hawezi akajitoa mchezoni. Kwa sababu vitu kama hivi vinaweza vikawatoa viongozi mchezoni. Na viongozi ndio wazazi wetu ambao wanaelea ile timu. Na sasa hivi wako katika hali ngumu, bado siku 5 kuelekea kwenye kitu chenye thamani kubwa kuliko hizo tiketi. Tukichukua lile kombe kuna bilioni takribani 7 unazipata. Sio, umeelewa? Sasa unazipataje ikiwa hamko katika slogan ya Simba nguvu moja? Kwa hiyo sisi wana Simba wala tuongelee hilo swala. Umeelewa Mimi ndo nawakilisha wana Simba wote. Na nimeongea jana wamenielewa. Umeelewa? Nimeangalia comment wana Simba wamenielewa. Hakuna hata mwana Simba mmoja ambaye anaweza akahoji kuhusu masuala ya nini? Swala la tiketi. Viongozi sio kama lile swala wamelipenda, wamepambana kwa nguvu zao, wamejitahidi kupambania timu yetu ili iweze kuchezwa mechi Benjamin Mkapa, lakini imeshindikana. Umeelewa? Na taratibu za Benjamin Mkapa tofauti na kule. Tungesema kwamba hizo tiketi zitumike katika mechi hii, ina maana Wazanzibari sasa wenyewe kule wasingeweza kufanya nini? Kuingia uwanjani, kwa sababu huku tayari tulishazidi watu 20,000. Uwanja unabeba capacity ya watu 10 ngapi? 15. Hao wengine wangekaa wapi? Sasa ili kuondoa mgongano na wale wenyeji wenyewe wapate morali ya kuiombea timu mazuri, basi at least na wao waje uwanjani. Umeelewa? Sisi watu wa Dar es Salaam, watu wa mikoa mbalimbali tutakwenda wa Tanzania bara kule. Lakini na wenyeji lazima wapatikane. Uwezi ukaingia kwenye nyumba ya mtu unakaribishwa chakula mwenyewe, alafu hivi uende kwenye nyumba ya mtu wewe mgeni unaitengewa chakula alafu mwenyewe hali anakaa pembeni. Unaweza kusema huko kaniwekea sumu. Kwa hiyo wenyeji lazima wawepo na tule nao. Umeelewa? Sasa tutakulaje nao ikiwa chakula tushakimaliza? Kwa hiyo hili sasa tule nao pamoja, manake kitengo chakula kilichokuwa kipya. Na ndio maana tiketi zile zimewekwa pembeni. Sana kwa busara zaidi viongozi wetu wana uweredi, wamesema kabisa kwamba hizi tiketi zitatumika kwenye Simba nini? Simba Day. Simba Day haina hata miezi 3-4 mbele. Tutaenda kushuhudia Simba yetu mpya. Simba akina Faisali, Simba akina Maburu, Simba ya wachezaji chungu mzima, Simba akina Bakome Zuzwa. Kwa hiyo ni sawa sawa umekata tiketi ikiwa mtu Simba nani? Mbona unanitajia watu ambao hawapo kwenye timu yako? Si ndio Simba mpya? Kwani Simba Day ni Simba gani? Si utambulisho wachezaji wapya? Sasa mbona umestuka? Mimi nakupa kodi hizo. Simba akina Faisali, Simba akina Bakome, Simba akina Maburu, Simba akina Kiple Junior. Umeelewa? Ni sawa sawa na mtu Ulaya wenzetu wananunua tiketi msimu mzima. Sasa mtu ananunua tiketi msimu haujaanza kashanunua tiketi. Mechi anaenda mechi ya mwisho. Sasa wale si wangelalamika. Sasa wewe kuna ubaya gani kununua tiketi ya Simba Day? Kwa hiyo ni kitu kile kile tu. Kwa hiyo sisi wana Simba, ukimwona mtu anaongelea sana ujue huyo sio mwana Simba. Huyo ni adui yetu. JB, kwenye hili limekuja kuonekana kwamba imekuwa ni kitu cha kawaida. Kuna mashabiki hawa ambao wamenunua mechi ya tiketi ya finali ndio ambao walinunua tiketi ya dabi, ambao dabi hadi leo haina muafaka kama itapigwa au haitapigwa, lakini bado shabiki akawa na moyo wa kuisupport timu, kanunua tena katika mechi ya finali ili akaweka historia na timu yake. Lakini taarifa hii tena inakuja kuwa tofauti. Huenda sababu hii inawavunja mashabiki wengine moyo, hata ukisoma comment kwenye page ya Simba. Unajua kuna vitu kama vingekuwa vya makusudi, mimi wasifichagi kitu. Mimi ni black and white, hata viongozi wangu wananifahamu. Mimi sinaga kaba. Kama likitokea jambo ambalo linatuhusu maumivu sisi mashabiki, mimi uwaga kuambia ukweli ni kitu cha kawaida kwangu. Lakini kwa hili mimi ninawatetea, hawakupenda ili swala litokee. Busara walioitumia ni it's enough. Inatosha sana kwetu sisi. Umeelewa?
Sasa wangefanya nini kwa mfano? Umeelewa? Kwa sababu tiketi unayo wewe, tiketi iko kwenye kadi yako, ile ni pesa, haipotei, ushaambiwa. Mimi nakupa mfano mechi ya klabu Constantine. Tulifungiwa lakini tiketi tulishakata. Tulikuja tulizitumia tiketi mechi ya pili ya robo finali. Umeelewa? Na Almasi mimi nimeenda nimetumia ile tiketi. Kwa hiyo tiketi haipotei, kikubwa wewe tunza kadi yako. Ambao ndio tiketi yako kwa sababu hela yako iko ndani ya kadi yako. Si umeelewa? Kwa hiyo hilo wala watu wasitie doubt. Tukajitoa mchezoni. Umeelewa bwana? Tukatoka kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja kwa sababu hawa upande wa pili ndio wanaochochea huu moto. Sasa huu moto unazimwa na kina JB64. Wana Simba wote hatuko tayari kuiona Simba yetu tunavaragana kuelekea kwenye mechi tarehe 25. Kwa hiyo kikubwa tunaangalia mechi yetu, tiketi tushapewa ufafanuzi kwamba tiketi tutazitumia katika Simba Day. Unakumbuka mechi ya Simba na Yanga ile? Ya msimu wa 21-22. Iliyoahirishwa ile, iliyosogezwa mbele. Mechi ikavunjika. Ile tulikata tiketi. Kwani zilipotea? Tulikuja tukazitumia tena baadaye. Ili tiketi za Yanga hizi mechi ya Yanga. Hiyo swala la Yanga litawahusu Yanga. Sisi Simba lituhusu. Tumekata tiketi na hela tayari wanazo Yanga. Dabi ile tiketi yangu nao mpaka sasa hivi mfukoni. Ina maana wanayo nani? Wanayo Yanga. Kwa hiyo mimi nasubiria tutalea mechi ikishapangwa, mimi naenda na tiketi yangu. Nisipoingia pale ikikataa kupanchi, hapo ndo atanijua mimi nani. Lakini kikubwa kwa Simba yangu, mimi najua nimeisupport timu yangu. Mimi sina hata ningeambiwa kwamba bwana hiyo tiketi zimekufa. Mimi sina shaka nimeisupport timu yangu. Kama nalipia kadi 20,000 na 30 na natoa hela hapa naenda Zanzibar. Karibuni laki na natumia. Natoka hapa naenda Manyara, si naenda Mwanza, naenda wapi? Sasa iwe leo kakaangu Kisugu ametoa dola 1250. Mzaramu kakaangu katoa dola 1250. Dada yangu bibi harusi Kemziwanda ametoa dola 1250. Pasi milioni dola 1250. Kina Azim Dojo wanatoa mahela mangapi kwa kwenda kuisupport team? Sasa shilingi 30,000 hivi Mzaramu anaweza kanungunika 30,000. Umeelewa? Lakini kikubwa tunachoangalia tusitoke mchezoni. Hii mechi ni kubwa. Hii mechi tuna deni la goli 2. Tukiwa pamoja ndo tuna uwezo wa kuipangua hii mechi. Lakini tukianza migongano 30,000 na fly inayokuja vitu vili tofauti. Mimi naamini tukishachukua ubingwa watu watasema hata hizo tiketi. Mimi tiketi yangu mimi nahesabu imekufa. Mimi nimechangia timu. Kama mtachukua ubingwa au sasa hivi. Hata kama sijachukua ubingwa, mimi nishaichangia timu. Watu wanatoa mabilioni mangapi? Mbona anatoa bilioni ngapi? Hivyo pesa alosajiliwa Mpanzu wewe na hela yako shilingi 30,000. Hivi ni hela kweli? Si sana kuchukua sukari, kiloba cha sukari ukakitia baharini afu ukataka bahari badilike isiwe chumvi iwe na sukari. Au uchukue kijiko kimoja ukitia kwenye pipa la maji la lita 100. Hapo utaki yale maji yabadilike yawe na utamu. Watu wanatoa pesa, watu wanapigika. Watu wanatoa hela zao. Umeelewa? Kwa hiyo wana Simba na wasi, yani minongono isiwepo. Tu focus kwenye mechi yetu. Kuna kitu kikubwa kinakuja zaidi ya hichi. Mimi nadhani watu wana Simba wote tutasahau. Umeelewa? Ni vitu vya kawaida sana. Tuchukulie klabu Constantine, wale nani SS of Action. Walikata tiketi wale full house. Mwisho wa siku wanaambia hapa mmefungiwa, hamruhusiwi kuingia uwanjani mechi na Simba. Wakatafuta mabigi screen tena waliambiwa wakae mita 200. Wakaweka mabigi screen yao wakasema mechi hizo hela tumechangia nini? Tumechangia klabu yetu. Sasa iweje Simba yani viela vidogo tu hivi shilingi 30,000, 7,000, 8,000. Ni vitu vya kawaida sana katika nini? Katika mpira. Mimi naona pale tumetoa nini michango yetu. Alafu swala la mechi kuhamishwa vile vile tumshukuru Mungu. Kwa nini tena? Umeelewa? Kwa sababu Mungu ana makusudio yake. JB, mara ya mwisho wewe ndio ulikuwa umechukia kusikia taarifa za mechi kuhamishwa. Sasa hivi tena unasema tumshukuru Mungu. Kivipi yani? Kuchukia sio mimi tu, hata mitume inachukia. Umeelewa Musa hakuua. Aliua. Si mtume yule. Lakini Mungu si alimsamehe. Si umeelewa? Kitu kinapokuja ile constant pale pap, lazima unakuwa unakosa maamuzi ya nini? Ya busara. Si umeelewa? Una panic. Tulichopaniki sisi ni swala la kuikosa finali. Mimi nina uwezo wa kwenda kama JB64. Mimi nina uwezo wa kuambia mashabiki wangu wasabu wako Marekani, kuna Mr. Kennedy Marekani. Sasa hivi nikimwambia tu bwana nataka kwenda Zanzibar, dola zinamiminika.
Kuna bwana Abdurrahman yuko wapi? Yuko Oman. Kuna watu wako South Africa, watu wako Mozambique. Dakika sifuri tu simu inajaa hii, mimi naenda hata ndege nikiamua kwenda na ndege naenda. Hata mzee wangu Azimdeuji nikimwambia nataka kwenda Zanzibar tena hawezi kunipandisha meli kwa sababu anajua ukubwa wangu. Lakini tunachoangalia majority of the people. Hata South Africa uhuru wa kwanza wameupata 1910. Lakini ulikuwa unaitwaje? Minority independence. Ni uhuru wa watu wachache. Kwa nini Mandela akawa anaendelea tena kudai uhuru? What he wanted nini? Majority independence. Ndio akaupata 1994. Si umeelewa? Na akatiwa mpaka jela. Kwa nini? Anatetea watu wengi. Ndio sisi sasa. Mimi uwezo wa kwenda uwanjani popote na Simba yangu uwezo huo nao. Iwe kwa pesa yangu, iwe kwa pesa ya watu, mashabiki wangu. Lakini tunaotetea ni wana Simba. Kuna baadhi ya wana Simba hawana nini? Hawana huo uwezo. Ndio maana tukaamaki. Tulichoangalia sisi capacity ya uwanja wa Benjamin Mkapa watu 75,000 na tiketi si kwatu. Wataendaje Zanzibar? Mtu ana uwezo wa kutoa 10,000 akakata tiketi. Lakini kutoa 70,000 tu ni floor, analala wapi? Anakula nini mpaka angalie mechi? Lazima uwe na laki, anaitoa wapi laki? Lakini sasa kwa sababu kitu kishakuwa, Mungu akishasema kun fayakun, kitu kiwe kinakuwa. Mungu yeye ana makusudio yake kuipeleka kuihamisha ile mechi kutoka wapi? Benjamin Mkapa kuipeleka wapi? Zanzibar. Si umeelewa? Kuna kitu Mungu kakiona Benjamin Mkapa. Kaiona mikono ya watu wabaya, kaiona mikono ya mashetani, kaiona mikono ya majini, kaiona mikono ya wachawi. Mbona kama umegeuka mhubiri tena? Sijui umeelewa? Ndio maana mechi akaipeleka wapi? Zanzibar. Anajua Zanzibar Simba itakuwa katika mikono salama. Ndio Simba anapoenda kuchukulia nini? Kuchukulia ubingwa. Kwa sababu wote I know 1993 tulipoteza ubingwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Watanzania bara finali yetu tulishacheza 1993. Watanzania bara finali walishacheza watu wa Yanga. Sawa msimu wa mwaka juzi. Lakini mwisho wa siku ina maana Tanzania bara tumeshindwa kuzicheza finali timu zote mbili. Sasa hivi ni zamu ya wapi? Zanzibar. Watu wa Zanzibar tumewakabidhi timu hii mikononi mwao. Sasa zamu yenu na nyinyi tuone mtafanya kama tulivyofanya 1993 tulikose kombe liondoke kwenye macho yetu. Shughuli inafanyika kule. Mimi sina wasiwasi, najua Simba iko kwenye mikono salama kwa sababu baina ya matawi matatu yaliyoanzishwa na Simba wakati inakuwa established ni Magomeni tawi la kwanza, tawi la pili Kikwajuni Zanzibar 38, tawi la tatu 1948 wapi? Kwa kwani Tanga. Kwa hiyo Simba kacha yetu zamani kipindi mimi naishi na mjomba wangu mzee Amiri Bamchawi akiwa mwenyekiti wa Simba. Simba ilikuwa inafanywa kisomo hapa kabla ya msimu, inaenda kufanywa kisomo Zanzibar, inaenda kufanywa kisomo Tanga, ndio inarudi inaanza ligi. Kwa Simba Zanzibar iko kwenye mikono salama ya wana Simba. Zanzibar ni nyumbani. Na ndio maana hata unaona mechi za dabi, mechi zikuwa ngumu. Timu huwa inapelekwa wapi? Zanzibar. Sasa wewe unaogopa nini? Wale wameenda jikoni. Yaani kuna kutoka mambo ndio walipoenda wale. Kwa hiyo wala asiwe na wasiwasi. Na asichukulie kigezo eti Stella Bochi tumwafunga goli moja. Goli moja ni mchezo. Umeelewa? Na ndio maana goli moja hilo kwa baraka walizotoka nazo pale Simba imeenda kule imepata sare na goli moja hilo ndio limeipeleka Simba finali. Kwanza wewe jiulize, Simba finali ameitafutia wapi? Simba kavuka finali kupitia uwanja gani? Uwanja wa Amani. Shughuli kamalizikia Amani. Ulipoanzia ndio unaenda kumalizia. Simba nusu finali tumechezea uwanja wa Amani. Goli moja bila. Wana Simba walikuwa wanalalamika. Mimi ndo niliwaambia goli moja ni jingi, ni kubwa. Ushindi wa goli moja wao na udharau, lakini hili goli moja hili inawezekana likadumu ndio tukaingia nalo finali likatupeleka finali. Wana Simba wote wakuniamini, nikamwambia soko alopungukiwa na imani aniguse mimi. Hili tunakwenda finali. Hatukwenda finali. Tumeenda finali na mko finali. Si umeelewa? Kwa hiyo finali tumepita kupitia uwanja wa Amani. Na finali tunaenda kulichukua kombe kupitia uwanja wa Amani. Mungu ana makusudio yake. Mungu anasema nishukuruni kwa kila jambo. Mungu ana kipanga lake amepanga. Leo wewe unaweza ukawa una kiganja cha mkono, ukalalamika, sina kiganja cha mkono mimi, kimeondoka, unamlalamikia Mungu. Mungu anakuja anakuonyesha kuna mtu mwenzio mkono hana. Hana kabisa. Na yule mwenye mkono analalamika mimi kwa nini sina mkono? Kuna mwingine hana mikono miwili. Mwenye mikono miwili kuna mwingine hana miguu miwili. Si umeelewa? Kuna mwingine amelala kitandani anapumulia gesi.
Yule wewe unalalamika kwa nini anapumulia gesi, kuna mwingine yuko kwenye friji kashakufa, yuko Munchwali. Umeona kazi ya Mungu ilivyo? Kwa hiyo Mungu ana makusudio yake. Mungu anachokupangia ndio hicho kitakachokukuta. Kama umauti wako umepangiwa wewe ukapatikana Saudi Arabia, unaweza ukashangaa hapa Dar es Salaam unaondokaje? Hata kama una pasipoti utaondoka, utaenda kufia wapi? Saudi Arabia. Mungu ndo alivyo. Sijui umeelewa? Nimekuelewa. Kwa hiyo kadari za Mungu siku zote huwa hazipingiwi wala hazipangiwi. No anybody arrange anything, but only God can arrange each and everything within this world. No anyone.